Kwa majina yangu naitwa Ahmad Abdalla aka Jobe. Kwa sasa kwa ushauri wangu mimi, kwa maombi yangu mimi kwa vijana wanalika kama wangu mimi na walio nizidi mimi, nilikuwa naomba ili jambo ni gumu kwa kweli kwa Tanzania na tuseme kwa mataifa mengine, ila kwa Tanzania kwetu sisi lilituasili kwa kiasi kikubwa. Nilikuwa naomba yaani kama kuna uwezo wa mambo tuachane nayo, tusifuatilie, tusiajaji sana, sababu haleti faida kwetu sisi wala kwa ndugu zetu, zidi haipungui inaleta hasara. Tunaona matatizo yametokea ni mengi, matatizo ni makubwa mpaka changamoto. Sasa tulikuwa tunapata changamoto kwenye masuala magengeni, dukani, kununua baadhi ya vitu mbalimbali. Kwa hiyo natugharimu, kwa muda mwingine tunakula vitu hata havina yaani hatujazoea kula hivyo. Wengine tunapika hata vitu yaani chuku majumbani kutokana na yaani uhaba wa vitu vile ambavyo wanavizoea vinakosekana. Ilikuwa hata kwenda mjini huko ilikuwa ni changamoto kubwa sana. Hapo unatoka hapa Chanika tushazoea nauli 500, naomba mpaka 1500 sijui shilingi ngapi. Kwa hiyo kwa kweli tumepitia mambo magumu sana. Kwa hiyo nilikuwa naomba vijana wenzangu na wazee wangu na taifa kwa ujumla, haya mambo kama unawezekano tuyaache, tusiajaji, tusiyafuatilie. Hana faida, haleti maadili kwetu sisi vijana na hata kwa wazee wetu. Kwanza mimi wito wangu naomba kwanza kwa vijana wenzangu, hili jambo kama hujalijua usiliwekee kipaumbele sana. Sababu gani? Ni vijana wengi ambao tuliingia au walioingia tulikuwa hatujui chanzo ni nini hata mwanzo ni nini. Sisi tulikuwa tunasikia tu wenzetu akili sijui za vijiweni sijui za wapi wanaandamana sijui na nini. Sisi tulichukulia kipaumbele sababu tulikuwa tulijui. Baada ilishatokea tushaona hasara yake na sasa kila mtu akili imerudi kichwani mwake. Kwa hiyo mimi naomba waendelee kwa na msimamo wasili jaji tena ile jambo sababu tushaona hasara yake. Na maana kwamba mimi kwa maombi yangu kwa vijana wangu na wazee wenzangu walionizidi umri, hili jambo halina maana kwetu na halina maadili kabisa.